Sema uliloniitia na kazi zangu huko. Tunakutana kabisa. Kwa kazi gani ipi Amani unaifanya? Hiyo kazi, kwani unajua nafanya kazi gani? Sasa nisikie. Najua unapenda sana kunifuatafuta kule jikoni. Sawa, unajishoshisha mavyombo iwe mwanzo na mwisho. Pale jikoni hapa kuhusu. Kwako ni huko nje. Sawa? Kwa kuchanganya kwako viungo jikoni, unadhani wewe ni mpishi. Eti. Kwa upishi gani? Usinitishe wewe. Nisikilize wewe. Mimi ni mpishi bora. Sawa? Tena kuliko hata wewe Zongo. Unajua kipi bwana wewe? Jamani, nacheka umumu yaone ya kwenye nyumba zetu. Yaani wakisema wapishi wakae mbele na wewe unatoka. Sasa hebu siku moja nitafute uniachie jiko nikutolee sotojo, nyumba hii itasisimkwa. Zongo, wewe Utwe nini? Umesema madikodiko sotojo humu ndani. Nakwambiaje, sikujitoa fahamu, njoo jikoni pika pale. Sawa? Utatolewa hapa mchana kupe. Tena mimi ndo ninaye kusindikiza na mabegi yako mpaka getini. Sawa Jichanganye sasa uone. Kwa sababu unajua kupika Nisikilize, mimi ndo ninempikia bosi Amari miaka yote hiyo. Na hajawahi kuona tofauti kwenye chakula changu ambacho mimi nakipika. Sawa? Sasa nikuulize swali, bosi Amari alishawahi kukuambia maneno hayo kwamba sijaona changamoto yote kwenye chakula? Si wanakula tu kwa sababu chakula kilichopo. Kwenda wewe. Unasemaje? Ili ndio ulilonitia. Nauliza ndio ulilonitia. Ndio. Fake wewe, kachezo na kuchezaga. Nenda zako huko. Una hata haya. Kwako getini na ole wako ujipenza kuingia humu ndani, nitakushughulikia. Baya. Acha kusikia. Nimekwambia usinizuie, sawa? Usinizuie. Oya, sikia, usinizuie. Hii ni ofisi ya baba yangu, nishakwambia. Nilikwambia kwamba hii ni ofisi ya baba yangu. So sitaki unizuie. Nisikize kijana. Hauruhusiwi kuingia ndani bila taratibu. Hii ni hujuma gani mnataka kunifanyia? Mnataka kunifanyia nini? Nini kinaendelea hapa? Boss. Huyu kijana kaja siku. Nikamzuia kutokana na taratibu hizo tuwekea. Lakini hapa anafanya fujo na anapiga kelele. Maliki vipi? Mbona unapiga kelele kama kichaa? Umechanganyikiwa? Hivi unajichukuliaje wewe? Unajiona nani labda? Hapa ndipo ninapoamua. Na ninakijua unachokitaka. Nikushauri tu, baki kwenye mipaka yako. Kweli. Nisikilize. Sawa. Hakuna yoyote atanizuia mimi kuingia kwenye ofisi ya baba yangu. Sio wewe wala hawa vibaraka wako. Sawa sawa? Nikiwa kama CEO wa kampuni hii, ina mamlaka na jukumu ya kufanya chochote, lolote kwa muda ninaotaka mimi. Basi hauwezi kufanya chochote kile katika mamlaka yako. Hauwezi. Chezea vyeupe, vyekundu vitakuchefua. Toa takataka. Mama tuloke. Usinishike. Mama tuloke. Queen, this is not over. I'm telling you. Na hilo ndo litakuwa funzo kwako Bwana Maliki. I promise you. Habari zenu. Mpaka matairi huko chini, sehemu zote, yani iwe safi. Sawa sawa bosi. Na sawa tunafanya bosi. Sawa. Haya. Halo, mko wapi? Nyie vipi, muda unakwenda? Angalia muda huu umeshakwenda. Mimi nilidhani nitawakuta hapa bwana. Haya basi fanyeni haraka, mimi nishafika hapa eneo. Tuje tumalize kazi. Haya, sawa. Okay, safi vijana wangu. Bana, tusipoteze muda. Mzigo uko njiani unakuja. Vipi, mzigo ni mkubwa sana boss?
Yes, mzigo ni mkubwa sana. Nimeshaandaa sehemu maalum. Mtafika kwa wakati, hakuna kupoteza muda. Anything, chochote kinaweza kikatuharibia maisha. Msije mkakosea chochote. Ndani ya muda mchache, swala lifanyike, mzigo uje hapa. Hakuna shida bosi. Hakuna kinachoshindikana. Pindi mzigo utakapofika hapa, sisi wote tutakuwa matajiri. Wote tutakuwa tuna maisha mazuri. Hatutakuwa na maisha haya tunayoishi kuhangaika. Niaminini mimi. Sawa. Tunaelewana vizuri? Basi nimeisha. Changamkeni. Nina pesa kwa ajili yako wewe na mwanao. Za nini bosi? Ni pesa na fursa. Nitamsomesha mwanao kwenye shule iliyo bora kabisa. Ila kwa jambo moja tu. Jambo gani? Simple. Kwenye chakula cha Mr. Amari utakuwa unaweka vidonge 3 kila siku. Bosi, unataka nikufanye nini? Hizi ni dawa. Mwekee kwenye chakula chake kila siku. Bosi, lakini hii kazi ya dawa ni kazi ya madokta, sio mimi bosi. Zena, okay. Shika. Fanya kama nilivyokuambia. Hakikisha hakuna mtu anajua. Sawa? Asante. Ni kama ambavyo nilikueleza kwenye simu, Aunti Bianca. Nataka kujua zaidi kuhusu mama pamoja na Jabari. Unajua tangu nimeondoka Tanzania ni kama vile vitu vingi sana vimebadilika. Ni kama vile naanza upya. Na wewe ndo mtu pekee ambaye uko karibu na mama, kwa hiyo utakuwa unajua zaidi kuhusu Jabari.
Kwa nini kumuuliza mamako? Namuuliza. Akasemaje? Hajanipa majibu ambayo nimeridhika naye. Yeye anasema kwamba Jabari ni rafiki yake wa muda mrefu. Michael, iko hivi, Jabari na mama wako katika mahusiano, na mahusiano yao ni ya muda mrefu sana, na inavyosemekana Jabari ndio chanzo cha babako na mamako mahusiano yao kuvunjika. Nilijua tu Aunti Bianca, nilijua lazima kuna kitu mama ananificha. Wewe sasa hivi ukweli ushaujua, si ndio? Okay. So, Aunti Bianca, niambie. Huyu Jabari anafanya kazi gani? Na anaishi sehemu gani? Kuhusu Jabari, yeye ni mfanya biashara. Ni wakala wa kuuza na kununua dhahabu kama ilivyokuwa ama real estate. Lakini biashara yake sio kubwa sana kama ilivyokuwa babako. Japokuwa hapo mwanzo biashara yake yeye ndio alikuwa na biashara kubwa na mtu mwenye fedha. Na kuhusu sehemu ambayo anaishi sasa hivi, Jabari na mama wako wanaishi pamoja. Wanaishi Masaki, nyumba namba 25, mtaa wa Umoja. Thank you very much. Aunti Bianca, nashukuru sana. Nakushukuru sana. You are welcome. Thank you. Anytime. Vipi lakini maisha yanasemaje? Safi. Lakini ulinikosea sana. Kwa nini kuja Tanzania bila kunijulisha? Yaani kiukweli kwa hilo utanisamehe tu. Kikubwa ni kwamba nimefika salama, mambo mengine yanaendelea. Ni kweli. Nimefurahi kukuona kwa mara nyingine. Kweli. Umependeza. Hata wewe pia. Kweli njoo kwa Aunti Bianca. Asante. Leo ndo siku yako ya mwisho unaondoka katika hii jiji. Unasafiri usiku huu. Lakini mimi... Hakuna cha lakini. Nimekupatia pesa nyingi sana. Una uwezo wa kwenda kuanzisha maisha yako katika mji mwingine. Nataka uondoke na usirudi tena. Lakini mimi sikuwa ni ambayo sikuwa ni ambayo yote nawe madam. Unanionea tu. Umefanya kosa kubwa sana. Na hii nakufanyia kama hisani tu. Nenda katika mji mwingine. Anza maisha yako mapya. Lakini kama ukiamua kurudi, hauna uhakika na maisha yako. Mind you, ninapajua mama yako anapoishi. Mwamba. Yes, Malkia. Tunatakiwa kumtafuta Kenzo. Sawa, Malkia. Good.
Jabari! 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 Hakikisha mzigo unafika salama. Usimwambie yoyote kuhusu maelezo ya ziada. Nataka iwe kimya mpaka mwisho. Pigia haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. The number you're calling is not reachable. Please try again later. Akida utakuwa wapi saizi? Halo. Jabari. Jabari. Sio Jabari. Namba yake ndio hii. Naijua. Nani? Namba Wewe mwanamke ni mbaya sana wewe. Wewe mwanamke ni mbaya sana. Ustahili kabisa kuwa karibu na baba yangu. Mbona umekuja kama storm? Ama bado na makasiriko yale ya mchana? Labda nikwambie hivi, mambo ya kazini yanabaki kazini. Ukija hapa nyumbani, mimi Queen ni mtawala na wewe ni mtawaliwa. Wewe si chochote kile.
Wewe si chochote, narudia tena, wewe si chochote zaidi ya mchawi anayemletea matatizo baba yangu. Unadhani hatujui dhamira yako kwenye familia yetu? Unadhani hatujui? Ningekuwa mimi ni wewe Maliki, ningekuwa na shukrani. Ungeshukuru japo kidogo tu, hata na uwezo wa kumsaidia babako. Kweli. Hivi unafikiria kwamba utaendelea na huu mchezo wako wa kujifanya mwema? No. No. Mimi naitwa Maliki Amar. Huyo aliyelala hapo ni baba yangu mimi. Na hili iliyosimama hapa ni damu ya huyo mzee. Ustahiri maisha haya. Alqalbu qalbu wa in qanatahu dhahabu. Rudi kwenye maisha yako ya dhiki na utuachie familia yetu. Queen, mwisho wako unakuja. Say one more word.